Makavu Live na BMTV Live. Tuko live. Makavu Live. Karibu katika mwendelezo wa kipindi cha mavazi yanavyomtambulisha mtu. Na leo tutajifunza somo linalosema kinachowasukuma wanawake kuvaa mavazi ya kikahaba. Kinachowasukuma, kinachowashawishi, kinachowafanya wavae mavazi ya kikahaba ni kipi? Leo tutakwenda kujua. Wow! Nini kinachowasukuma watu kuvaa mavazi ya kikahaba? Na tutasoma katika kile kitabu cha Mithali sura ya 7 na ule mstari wa 10. Maneno ya Mungu yanasema, "Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwelevu wa moyo." Vazi unalovaa linaweza kukutambulisha hata kama hujajitambulisha. Ukimwona askari utajua kwamba wewe ni askari. Hana haja ya kujitambulisha kwako kwamba yeye ni askari. Uniformu yake inamtambulisha kuwa yeye ni askari. Mavazi aliyoyavaa yanaongea kwa niaba yake kwamba yeye ni askari. Mavazi huwa yanaongea kwa niaba ya mtu. Yes. Kama tulivyoona, mtu aliyevaa mavazi ya kiaskari ni askari, aliyevaa mavazi ya kidaktari ni daktari, aliyevaa mavazi ya kijeshi ni mwanajeshi. Vipi aliyevaa mavazi ya kikahaba? Utamaliza mwenyewe, jibu nalo, usijizime data. Oh my God. Mavazi ya kikahaba ni kwa ajili ya makahaba, si kwa mwanamke anayejitambua, sio kwa mwanamke anayejiheshimu, sio kwa mwanamke ambaye anajali thamani yake. Mabinti wanavaa mavazi yanayokiuka maadili, wanaonekana kuwa ni wahuni, kwani yanavaliwa na watu wenye sifa hiyo. Kuna mavazi ambayo binti akiyavaa yanaweza kumweka katika kundi la watu wa aina fulani na kufanya ajulikane kuwa ni mtu wa namna fulani. Muonekano wako ni matangazo tosha yanayokuonyesha jinsi ulivyo. Linda muonekano wako. Yes. Watu wakitaka kujua wewe ni nani, hawapati hata shida. Wataangalia ulivyovaa, watajua wewe ni nani. Utahukumiwa kwa muonekano wako. Watu watakujaji kwa muonekano wako. Watu watakudefine kwa muonekano wako. Watu watakuexplain kwa muonekano wako. Swali langu kwako, hayo mavazi unayoyavaa, watu wanakudefine kama wewe nani? Hayo mavazi unayovaa, watu wanakudefine wewe kama nani? Kama ni mtu unayejiheshimu, kama ni mtu unayejitambua, kama ni mtu unayejali na kujali thamani yako, watu wanakujaji wewe kama nani? Nisikilize, watu wanaweza kukuhukumu wewe ni malaya kwa sababu na wakawa wako sahihi. Sio kwamba wamekuhukumu isivyo haki, kwa sababu wanakuhukumu kwa namna unavyokuona. Huwezi kuwazuia watu kukuona wewe ni kahaba kama umevaa mavazi ya kikahaba. Huwezi kuwazuia watu kukuona wewe bado hujielewi kama umevaa mavazi ya watu wasiojielewa wanaoanika mapaja yao kama wanauza mandazi. Huwezi kuwazuia watu kukuona wewe akili yako ni mbovu kama umevaa mavazi yanayovaliwa na watu aina wenye akili mbovu. Yes. Huwezi kuwazuia watu kukuona wewe ni changudoa kama umevaa mavazi yanayovaliwa na machangudoa. Wanaona kitu unachowaruhusu waone. Nisikilize, ukivaa mavazi ya kikahaba unawaruhusu watu wa kuone wewe ni kahaba. Ukivaa mavazi ya kihuni unawaruhusu watu wa kuone wewe ni muhuni. Ukivaa mavazi yanayovaliwa na machangudoa unawaruhusu watu wa kuone wewe ni changudoa kama machangudoa wengine. Watu wataongea kile unachowaruhusu waongee. Watu hawawezi kuona chochote ambacho hujawaruhusu wakione. Yes. Watu wanaona kile unachowaonyesha. Unaonyesha nini watu wewe? Hayo mavazi unayovaa, nini unachoonyesha? Unaonyesha mapaja yako? Kwani nani asiyekuwa na mapaja? Wewe unafikiri wewe mapaja wewe unayo peke yako? Unaonyesha watu tumbo lako, kwani wewe peke yako ndio una tumbo? Hata mimi nina tumbo. Unaonyesha watu matiti yako, kwani wanawake wengine hawana matiti? Sasa hayo matiti unayomuonyesha nani wewe? Naongea na wewe, usijizime data. Usiruhusu muonekano wako ukuelezee wewe ni kahaba. Unawezaje kuwaruhusu watu wakuone wewe ni kahaba pale utakapovaa mavazi ya kikahaba? Yes.
Unapovaa mavazi ya kikahaba, unawaambia watu kuwa wewe ni kahaba kama makahaba wengine. Usimpe mtu nafasi ya kukuona wewe ni kahaba. Unapovaa mavazi ya kikahaba, unatoa nafasi kwa watu wanaokutazama kuambia wewe ni kahaba. Watu watakuona vile unavyojiona wewe. Yes. Na utachukuliwa kwa namna wanavyokuona. Watu hawawezi kukuona tofauti na jinsi unavyojiona. Unavyojiona ndivyo watu watakavyokuona. Unavyojichukulia ndivyo watu watakavyokuchukulia. Unavyojiweka ndivyo watu watakavyokuchukulia. Badilisha jinsi unavyojichukulia. Yes. Jinsi unavyojichukulia ni ule mtazamo wako. Ni picha ambayo umeijenga juu yako kuhusiana na wewe mwenyewe. Picha unayochora akilini mwako. Ndivyo watu watakavyokuona katika picha hiyo hiyo. Jichukulie vile unavyotaka watu wakuchukulie. Yes. Unataka watu wakuchukulieje? Wakuchukulie kama ni kahaba? Wakuchukulie kama wewe jitambui? Wakuchukulie kama wewe hujali na kuthamini thamani yako? Ukivaa mavazi ya kikahaba, unajitangaza kuwa wewe una akili ya kikahaba. Kinachonifanya mimi ninayekutazama ni kuone wewe ni kahaba ni kwa sababu umevaa mavazi ya kikahaba, na mavazi hayo yananiambia mimi kwamba akili yako ni ya kikahaba. Shida sio mavazi uliyovaa ya kikahaba, shida ni kwamba akili yako ni ya kikahaba. Ukivaa mavazi ya kihuni, unajitangaza kuwa una akili ya kihuni. Muonekano wako unafanana na akili yako. Nisikilize. Muonekano wako unafanana na tafsiri yako au mtazamo wako. Maisha ya mtu yanafanana na tafsiri au mtazamo wake. Mtazamo au tafsiri yako inapokuwa ina mapungufu, utavaa mavazi yanayokuvunjia heshima. Kuna watu wengine wana mapungufu ya kimtazamo. Anaona sasa nisipovaa hivi sitaonekana mrembo. Nikivaa sketi fagia barabara sitaonekana mimi nalipa na chenchi na baki. Nikivaa gauni fagia barabara sitaonekana mimi nalipa na chenchi na baki. Nikivaa sketi fagia barabara watu hawataniona kwamba nina mvuto. Huo ni mtazamo mbaya. Na ndio mtazamo huo unasukuma watu kutembea uchi, watu kujidhalilisha. Siku zote mwili hufuata kichwa. Kwa hiyo muonekano wako ni matokeo ya fikra. Mtu anaongozwa na utu wake wa ndani, yaani jinsi anavyoonekana na kuamini kutoka ndani. Kile kilichopo ndani ya mawazo yako kinatengeneza vitendo. Ukitaka kujua nini anawaza mtu, angalia matendo yake. Akili ndio inayotoa amri kwa mwili na mwili unatenda kulingana na maagizo ya bosi wake ambaye ni akili. Utendaji wa mtu unatoka ndani ukiongozwa na ufahamu aliokuwa nao. Ukiona mtu amevaa kikahaba, shida sio mavazi aliyovaa ya kikahaba, shida ni akili yake ya kikahaba. Ukimwona mtu amevaa mavazi ya kihuni, shida haipo kwenye mavazi ya kihuni aliyoyavaa, shida haipo kwenye akili yake ya kihuni. Ukimwona mtu amevaa mavazi yanayovaliwa na watu wasiojitambua, shida haipo kwenye mavazi aliyovaa, shida ipo kwenye akili yake ambayo bado haijajitambua. Leo hii mpaka kuna wasomi utashangaa, mtu ana degree, ana PhD, ana masters degree, ni doctor, engineer, lakini unashangaa mavazi aliyovaa hayaendani na elimu aliyoipata huko chuo kikuu. Kwa hiyo wewe unaenda chuo kikuu ili uje utuonyeshe mapaja yako. Unaenda chuo kikuu ili uje uvae mavazi yaliyokuacha tumbo wazi, yaliyokuacha mapaja wazi, yaliyokuacha kifua wazi. Kuna watu wameenda shule wakiacha shule. Gile mala. Ukivaa mavazi ya watu wanaojivunjia heshima, haijalishi wewe ni elimu, una elimu gani, wewe utaonekana umejivunjia heshima tu. Wewe utaonekana bado hujajitambua pamoja na madigrii yako. Utaonekana bado hujajitambua pamoja na uinjinia wako, pamoja na udokta wako. Kwa hiyo wewe ulienda kutafuta degree na hizo degree zimekuchanganya. Na unawachanganya wengine kwa kuvaa mavazi yanayopingana na mavazi ya heshima. Wewe uliyesoma na kuwa na masters degree, tulitegemea hiyo masters degree imekujenga kimaadili, lakini wewe ndio umekuwa mstari wa mbele kuvaa mavazi yanayokiuka sheria za uadilifu.
Wewe ulienda chuo kikuu, tulitegemea kukuona kielelezo katika jamii, lakini wewe ndio umekuwa mfano mbaya wa kuigwa. Hiyo elimu yako inakusaidia nini? Upone kwa jina la Yesu pamoja na elimu yako hizo. Degree zako zinakusaidia nini huko mtaani kama unavaa mavazi yanayokudhalilisha wewe mwenyewe? Mungu akusaidie, Mungu akuponye, Mungu akuweke huru na upone kwa jina la Yesu. Wanawake wanaotuonyesha shida kwenye mwonekano wao, wanatuambia wana matatizo kwenye nafsi na roho. Matatizo ya binti yanadhihirishwa na mwonekano wao. Ukimwona mtu amevaa mavazi hayo, maanake ni kwamba shida ipo kwenye nafsi na roho. Kinachodhihirisha matatizo yaliyo katika nafsi na roho ni mwonekano wao. Mwanamke au binti anayejitambua na kufahamu thamani yake sawasawa hawezi kuvaa mavazi yanayomvunjia heshima, hawezi kuvaa mavazi yanayomshushia thamani yake, hawezi kuvaa mavazi yanayovaliwa na makahaba, hawezi kuvaa mavazi yanayovaliwa na wahuni, hawezi kuvaa mavazi yanayovaliwa na watu wasiojitambua. Ukitambua thamani yako, utachagua mitindo ya mavazi ambayo hayataleta maswali kwa wanaokutazama. Ukitambua thamani yako, hautakuwa tayari kutumiwa na adui kuvaa mavazi yanayovaliwa na wahuni. Ukitambua thamani yako, hautavaa mavazi yanayomfungulia shetani mlango wa kuwashambulia vijana katika zinaa. Ukitambua thamani yako, hautavaa mavazi yanayochochea hisia za ngono kwa wanaume dhidi yako. Ukitambua thamani yako, hautavaa mavazi yanayokiuka sheria za uadilifu. Mabinti na wanawake wasiojielewa, wao ni nani? Ndio wanaovaa mavazi yanayojenga mazingira ya kutamaniwa kwa mwonekano wao. Ndio wanaovaa mavazi ya kikahaba ili watamaniwe, ili waolewe, ili wapate wachumba. Sasa kama unakataa kwamba wewe umevaa mavazi ili utamaniwe, kwa nini utuonyeshe mapaja yako? Kama unakataa wewe sio kahaba, kitu gani kilichokufaa kusukuma uvae mavazi ya kikahaba? Wewe ni kahaba hata kama hujui ni kahaba, kama umevaa mavazi ya kikahaba. Mabinti na wanawake wasiojielewa, wao ni nani? Ndio wanaovaa mavazi yanayoacha sehemu zao za mwili zisizotakiwa kuonekana kuwa uwanja wa maonyesho. Wanaanika tu mapaja yao kama vile wanauza sambusa. Wamegeuza baadhi ya sehemu za mwili zisizotakiwa kuonekana kuwa sabasaba. Wewe sio sabasaba, wewe sio duka, wewe ni mwanamke mwenye thamani kubwa. Yes. Na thamani hiyo huwezi kuijua kama hujajitambua. Yes. Watu wasiojipenda hawaoni uthamani wao. Usipoelewa uthamani wako, unaweza kujitumia vibaya. Wanaovaa mavazi yaliyoacha mapaja wazi ni kwa sababu wanatumia uthamani wao vibaya. Wewe ni mtu wa thamani, usitumie thamani yako vibaya. Yes. Jifunze kujipenda wewe mwenyewe ili upandishe uthamani wako. Ipiganie thamani yako, thamani yako itakupigania. Wow. Ilinde thamani yako itakulinda. Itunze thamani yako itakutunza. Kubwa linalotakiwa kufahamu, swala la kushuka ama kupanda thamani liko mikononi mwako. Hakuna mtu yeyote chini ya jua hili anayeweza kushusha au kupandisha thamani yako zaidi yako wewe mwenyewe. Ukipandisha thamani yako, utathaminika. Ndugu msikilizaji, kwa leo tuishie hapo. Usiache kuweza kufuatilia masomo haya. Hakikisha una subscribe ili uweze kupata masomo yote ninayoachilia. Bado tunaendelea na somo la mavazi. Bado tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha mavazi. Kama unahitaji vitabu vilivyoandika, kama una ushauri, kama una maoni, kama una maswali, basi usiache kupiga kwa namba za simu ziko hapo juu. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, Mungu akulinde. Amen. Wow.